Injera, the speed of Collins Injera. Uhakika viwanjani. Chama Kadu through pass. Wow. Ali. Kevin De Bruyne. Oh, wow, that's brilliant. That is magnificent. Hujambo na karibu katika Uhakika Viwanjani, na tumai ubuheri wa afya. Jina langu ni Musa Brian Edaki. Timu ya taifa ya raga ya Kenya yakosa kufuzu kwa mashindano ya msururu wa dunia msimu ujao baada ya kumaliza 9 katika mashindano ya kufuzu HSBC. Kenya ilimaliza ya 9 baada ya kumaliza ya 11 katika msururu wa 3 na wa mwisho ikitoka na alama 2. Marekani ilichukua nafasi ya 5 katika msururu huo wa mwisho na kumaliza ya 8 kwa jumla ya pointi 17 kutokana na msururu mitatu, alama 1 zaidi ya Kenya. Timu zingine zilizofuzu kwa mashindano ya dunia msimu ujao ni Australia, Argentina, Fiji, Ufaransa na Marekani zikichukua nafasi ya 4, 5, 6, 7 na 8 mtawalia. Mbio za KTTA Magharibi zatamatika katika ukanda wa Magharibi katika chuo cha Iregi. Washindi wa kanda sasa wanatazamiwa kushiriki kitengo kinachofuata cha mashindano ya kitaifa. Daktari Mesha Kopora ambaye ni mhakiki wa viwango na ubora amefunga rasmi mashindano hayo ya siku 3, huku washikadau wakipigia heko ubunifu, talanta ambazo zimedhibitika katika mashindano hayo ya riadha. Vilabu vya Migori Youth, 3K FC na Mombasa United vimefanikiwa kupandishwa ngazi kushiriki katika ligi kuu ya Kenya msimu ujao kufuatia kukamilika kwa msimu wa mwaka 2025-26 wa ligi ya FKF NSL. Migori Youth ilifuzu baada ya kutoa ubingwa wa NSL kwa kuzoa jumla ya alama 80.5 zaidi ya 3K FC iliyo ya pili, huku Mombasa United ikishikilia nafasi ya 3 kwa pointi 74. Desert Scorpions iliongeza nafasi yao kuhifadhi hadhi yao ya ligi kuu ya wanaume ya mpira wa mikono wa Kenya baada ya kupata ushindi mara 2 muhimu katika uga wa Nyayo. Scorpions waliwachapanga chuo kikuu cha Eldoret Papers 41-23 kabla ya kuwalaza chuo kikuu cha Kenyatta 27-26 katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Kufika hapo natamatisha habari za Uhakika Viwanjani.